kwenye tuko ni sehemu ya hewa bora ya pili. Ndio sehemu tuko mwayo. Hii ni makao ya mzee Laurent Désiré Kabila. Makao yake ya pili ni hii hapa. Unaona alama ndio hii ya charger ya silaha yake imebaki hapa. Unaona trachet ndio hii. Hii trachet de communication ilikuwa inaingia ndani ya nyumba. Nyumba ilikuwa ndani ya chumba kilikuwa ni hapa. Ilikuwa inateremka hivi kwenda mpaka kwenye maji huko. Na hivi ilikuwa inafunikwa yote kwa majani. Anaweza akawe ndani, akitoka hakuna mtu anaweza akamwona. Hapa unaona mavoka ambao alikuwa anapanda sehemu yake ni mjini nyumba lazima kuwe mimea ya kudumu. Alipanda mimea ya kudumu ndio hii avoka. Alipanda vivyo mimea ya kudumu, mengazi zile ambao mabondo. Ile inatoa vile mafuta. Alikuwa anapenda mafuta ya maribondo sana. Ndio sababu alipanda mimea hiyo. Nyumba hii ilikuwa ya miti kama kawaida ya kujenga nyumba za huko kwetu kwa asili. Ilichapwa kwenye udongo. Ilichapwa kwenye udongo. Baada ya kuchapa kwenye udongo, ilitiwa bati juu, nadhani bati unaiona pale. Ilikuwa na bati juu. Linjanja, wanasema lugha nyingine. Linjanja ilikuwa hapo juu. Hii ilikuwa makao yake ya kuja kupumzika kwa muda. Familia yake ambao pale Joseph amezaliwa ni hapo juu. Mimi nilikuwa yaya wa watoto. Nilikuwa yaya wa Hippolyte na Erdegonde. Babaka alikuwa akimuita Erdegonde Yurusura, sikujua kama ni lugha gani. Ule Joseph ule, njoo Kabange na njoo Hippolyte. Majina yake yote haya. Mimi nilikaa nao muda wa utoto, hata alikuwa akienda shule hapa juu, nilikuwa niko nao. Hapa njoo kulikuwa shule yenyewe walikuwa wakianzia hako. Na mama Sifa njoo mzazi wetu alikuwa kufasi yenye kuitwa Kupike. Mimi naitwa Colonel Gomanya. Mimi nilikuwa askari mlinzi wa Rais Kabila. Hapa katika vikosi vyake vya ulinzi ya kumwili tulikuwa karibuni watu 5. Ilikuwa Kabinja Deo, Kapa Nesor, Jean de Dieu na mimi Gomanya vile vile. Na Lukonga Abubakari. Tulikuwa watu 5. Sasa hii ilikuwa makao ya mzee ya rasmi. Nafasi za kazi ni hapo nyuma ambao tulikuwa tunaita commission militaire. Ni pale watu wote tulikuwa tukiita tu kapitali ya hewa bora. Ndiko site ya watu raia na nini vitu vyote ni kule. Hii ilikuwa fasi yake ya kuja kupumzika tu. Kuna mtu mwingine mwenyewe alikuwa anafika hapa hivi. Hakuna. Sisi wazamu tulikuwa pale mbele. Ndio penye tulikuwa pale. Malheureusement, en 30 ans, la forêt vierge a totalement repris ses droits et englouti tous ces sites évoqués par le colonel Gomanya. Mais Hewa Bora méritait bien son nom, qui signifie le bel air en swahili. On y respire en effet un bel air, imprégné de divers parfums des plantes sauvages. À Katupo, il fallait se refaire des forces, afin d'amorcer la dernière ligne droite vers la cité de Kilembwe, sur l'autre rive de la rivière Nakilizi. Kilembwe que les reporters de Devoir de Vérité et leurs guides et accompagnateurs avaient quitté 6 jours plus tôt pour la montée vers Hewa Bora. Après une longue marche de plus ou moins 200 km sur les traces du maquis de Laurent Désiré Kabila, les reporters sont restés près d'un mois à Kilembwe afin d'interroger et recueillir divers témoignages sur Laurent Désiré Kabila et les réalités du maquis de Hewa Bora. Laurent Désiré Kabila n'a pas été qu'un homme politique. Malgré son intense activité politique et militaire, l'homme avait aussi une vie familiale dans son maquis de Hewa Bora. Quelle était sa famille et comment s'y prenait-il pour la protéger des services de sécurité de Mobutu? Toute sa famille vivait donc en clandestinité. Ils étaient au maquis ou dans les pays voisins. Et alors, il fallait respecter quand même l'hospitalité de ces pays-là pour les éviter des ennuis avec le gouvernement zaïrois à l'époque. Mwanzo kulikuwa na watu walikuwa nafika karibu ya mzee. Yani mwaka wa 1967 ambao walikuwa kuingia humu kwa mapinduzi. 68, 69, miaka yote hiyo. Alikuwa anasaidiwa na watu 3. Wenyewe walikuwa wanamsaidia kumpigia chakula, kwanza kuenda kubeba. Ile wakati haya
alikuwa bado hajaoa. Na alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula hasa chakula cha mabango, miogo ambao ni miogo na unga wa mahindi. Ndio yenyewe alikuwa anakula yeye. Wenyewe walikuwa msombea chakula ni Fazile na Asani na Auguste Munganga. Kwa kufika pa nyumba yake ilikuwa shida. Mtakuja kubaki hapa na nyumba yake iko pale mbele. Lakini haona uwezo wa askari kufika pale. Pale ni kufamia yake tu. Na ni pale aliishi na watoto wake. Hapana mtu mwingine hata general kufika pale hakuna. Nadhani hata sura mliona pale Kinshasa, sijui kama mtu nani alijua Kabila iko na familia. Mimi naelewa nyakati hizo mimi nilikuwa askari mlinzi wa kwake. Wa kumwili sana. Na wakati alibaki na mama Sifa, alioa mama Sifa, wakaendelea kubaki kama vile bibi na bwana. Kulizalika mimba yake ya kwanza, mama Sifa alizaa mapacha. Huyu ambaye tunamuita kwa leo ni Rais Joseph, pamoja na dada yake kwa jina ya leo anamuita Jeanne. Ni wale niliona wakati nilikuwa katika hali ya ulinzi pale kwake. Mimi niliona Joseph Kabila. Saa tuko tunavalishwa mapete, njo nilimuona bote bawili banakuja beko na kimo kidogo, banababeba bote kumikono hivi. Njo wakati wangu wa kuwaona, sababu balikuwa banabakia fasi ya pembeni sana, balikuwa banafichwa kule. Njo pale tulihakikisha kujua kwamba, nilihakikisha kusema kwamba Sifa alikuwa na mimba. Tukasikia tetezi kusema kwamba Sifa anakuwa na mimba, na baadaye wakati balizalika ikaonekana kama Sifa anazala watoto wawili, nikawaona wangali wachanga. Pale kuile lupango yenye kuitwa Kupike de la Revolution, sikuonaka sura ya mtu mwingine ama rangi ama kivuli. Na akifika pala anenea kufungwa ama kuwawa. Sababu ilikuwa mkataba na sheria kubwa sana. Mama Sifa alipozala, Mzee Kabila baba akaita baba yangu mzazi, akamwongelesha habari ya kwamba nipatie mtoto yako mmoja anisaidie kazi. Baba akaja kunichukua kwetu na akanipeleka kulupango ya Mzee Kabila. Tukaenda kufika kule Kupike kwenye tulikuwa tunatwangia ile mihindi na kufanya mafuta. Mama alishazala, anakuwa na watoto wawili. Ule dada yake ndio mkubwa, alikuwa anaitwa Erdegonde. Joseph alikuwa anaitwa Epolite Kabange. Ndio majina yao ya utoto na waelewa nayo hiyo. Tulisoma naye pale kwa Institut Safi Mama Njenje. Klasi yetu walikuwa wanaita section gardienne. Tulikuwa naye pale pamoja na mwalimu wetu Astrida, tulikuwa tukisoma naye pale Ewa Bora. Afu alikuwa angali mtoto sana. Tulikuwa tunaikala naye kiti moja. Wakati tulikuwa tunasoma nao pale masomo moja, tulikuwa na ule dada yake walikuwa wanamuita Kyungwe de Gonde. Yeye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Ile wakati tulikuwa tunamuita Kabange Epolite Joseph. Alafu tulisoma naye somo moja, tunaishi mzuri. Alikuwa mtu mpole sana, alikuwa hapendi kusema, alikuwa hapendi kuona watu wanagombana. Kila mtu akigombana, yeye anakuwa tayari pale kwa kuamua kabisa. Mzee Laurent Desire Kabila, kwake haikukuwa kila mtu wa kufika ovyo ovyo. Mpaka uwe ule mtu banakuaminia sana, banakupenda zaidi ndio unafika. Jina yake ya kiodari ile tulikuwa tunamuita Mwavi Mwazambale. Joseph na Erdegonde. Watoto niliwabeba, ni lazima na wakumbukaka, naweza kujua hivi Erdegonde alikuwa mkali sana. Ule bawili mkubwa ule alikuwa mkali sana. Joseph alikuwa mtulivu sana. Tangia utoto wake alikuwa mtulivu. Kuachana na mama Sifa, ako na watoto, kuna Erdegonde, Epolite, Mapenzi, Iji. Mzee alikuwa na watoto wengine. Mbele ya Joseph mzee alizaa kabla ya rebellion, angali kwa mwingine ndio kunya alizalia huko. Tulisikia hivyo. Alizaa mtoto wa mwanamke sijue Jeanne. Jeanne ndio tulisikia mtoto wake mwingine alizaa kwa mbele kabisa maafa ya mapinduzi. Hayaingiza umaki. Ndio aliwahi kuzaa Jeanne sijue na ndugu zake ambao
Niliwahi kusikia kwamba alizaa watoto 3 wa kike tu, ndio yeye alizaka. À Ankoro, son village natal, les gens se souviennent encore de Laurent Désiré Kabila et de sa jeunesse mouvementée au sein de la Balobakat pendant la sécession katangaise. Comme en témoignent ces manguiers plantés ici par Laurent Désiré Kabila et son père Désiré Taratibou, à côté de la maison familiale, près de laquelle est érigée aujourd'hui la maison d'un autre Kabila, Joseph Kabila Kabange. Ici à Ankoro, au mois d'août 2005, certains membres de la famille venus en visite familiale ont accepté de lever un pan du voile sur la filiation et la paternité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Anakuya kwake, tunafika mle mresidence, ananiitisha dada, anaita batoto, shangazi yenu yeye huyu, dada yangu kibao njoo huyu. Njoo vi, batoto yake ni batoto yangu, mimi nabajua. Joseph ni mtoto, bote tu ni batoto yangu. Mie niko Jane, niko mtoto wa kwanza wa mzee, niko dadake ya Rais Joseph Kabila. Rais Joseph ni mtoto wa mzee Kabila wa kwanza kubanaume. Kubanamuke ni mie, kubanaume yeye ndio mtoto wa kwanza wa baba. Je m'appelle Etienne Kabila Taratibou, fils aîné biologique du vénéré président de la République démocratique du Congo, feu Laurent Désiré. De même qu'en regardant Joseph, on ne peut pas douter que c'est le fils de Mzee. Lui, la première impression, c'est moi, tu n'es pas le fils de Mzee. S'il veut absolument faire partie de notre famille, moi, je ne refuse personne. Bon, s'il est notre sang, je ne peux pas le refuser, mais il ne l'est pas. Je ne sais pas qui a donné le nom de Kabila à Etienne. Bon, il y a ceci, c'est vrai, il y a des gens dans notre pays, c'est aussi une réalité. Quand les gens vous admirent, ils sont capables de donner nom et prénom à leur enfant. She batoto ya mzee she bote tunaungana na mtoto wa mzee wote ukimwone wewe mwenyewe utamjua tu. Ni masini ya kusema huyu ni mtoto wa mzee utamona tu na kumacho, kumaungu, kumikono, ndio kule tuko na juliana shebenye. Wakati baba alikuja kule Tanzania, alianza kutuma banduku yake baraanza kwenda kule marehemu George, papa Jedone. Ndio bakaletea yake mapicha ya kusema baba anazala watoto bawili. Ndio wakazale Joseph na bajeni na bafamia bote na famia na Masifa. Baba mwenye akanionyesha yake na bobe yenyewe banisha ni famia depuis zamani. Baba kabaonyesha yake ndio dadenu wa kwanza. Par exemple, Rais Joseph, nini naonesha kabisa kama ni mtoto wa mzee Kabila? Kwa hiyo wakati kama mnaanza kuangalia mzuri, kula anaanza kuenda, eko naenda nikufuata para mzee. Na kumwendo, ukusema, na kuangalia na maungu yote inaanza kwa mpaka mzee. Etienne hatumfahamu hapana. Hatumfahamu. Hiyo ni mapolitiki yao na wametaka kuleta tuka vuruko mwi nchi ya Republic Democratic ya Congo. Mimi simjue Etienne. Nasema sikweli simjue. Na kuya kumsikia sasa nikishasa nasema Etienne ni mtoto wa Kabila. Simeshikana mjua mtoto wa nani Etienne. Wala jina wasikulisikia sema Kabila ni kaka na mtoto mwingine Etienne. Hatukuisikia hiyo. Haiko hako. Sisi tumtambue Etienne. Tunaelewa Etienne ni mtoto wa Gary Rafael. Ni nani yeye? Gary Rafael ni mtu mfuasi mwingine sababu kuja kwa nani kwa mzee Kabila kutoka nje wakati alitoka kwa masomo shine, alikuja na wengine wafuasi wake. Wote walikuwa na enea 22. Na ni mule Gary na yeye alikuwa. Gary wakati kabla hajaingia mapinduzi aliendelea kubaki huko na ndiko alizalia ule mtoto wake Etienne. Sio mtoto wa Kabila. Hao watu wanaosema hivyo wanadanganya wanadamu, wanadanganya wakongomani. Joseph ni mtoto wa Rais Kabila. Sawa katika maki na hewa bora atakuwa hata na Mnyarwanda mmoja. Wakati Joseph alizalika, kanaambia alikuwa bado hajafika hewa bora.